Hello again to all my friends in Kenya. This is Steve Walkup and Candy bringing you the Gospel of Mark. Habari tena kwa marafiki wangu wote wa Kenya. Huyu ni Steve Wakap na Kandi, tunawaletea Injili ya Marko. Now, remember from our last lesson, Jesus is in his final days and he is preparing for the upper room. Na ukikumbuka kutoka kwa ile somo letu ambalo lilipita, Yesu alikuwa anasema katika siku zake za mwisho alikuwa anaweza kutaka kutengeneza njia kwa wanafunzi wake. While he is doing this, there are Judean leaders who are plotting to kill him. Na vile ambavyo alikuwa anafanya hivi, kulikuwa na wale wakuu wa Wayuda ambao walikuwa wanajaribu kumuua. Let's read Mark chapter 14, verses 1 through 11. Marko mlango wa 13:14 mstari wa kwanza hadi wa 11. Na inasema Mark Mark chapter 14. chapter 14, verses 1 through 11. Marko mlango wa 14 mstari wa kwanza hadi wa 11, na inasema, baada ya siku mbili ilikuwa sikukuu ya Pasaka na mikate isiyochachwa, wakuu wa makuhani na waandishi wakatafuta njia ya kumkamata kwa hila na kumuua, kwa maana walisema, isiwe kwa wakati wa sikukuu, isije ikatokea ghasia katika watu. Kupakwa mafuta katika Bethania, naye alipokuwapo Bethania nyumbani mwa Simoni mkoma ameketi chakulani, alikuja mwanamke mwenye kibweta cha marhamu ya nardo safi ya thamani nyingi, akakivunja kibweta akakiminia kichwani pake. Palikuwa na watu waliochukizwa katika nafsi zao wakisema, kwani kupoteza marhamu namna hii? Maana marhamu hii ingaliweza kuuzwa kwa dinari 300 na zaidi, wakapewa maskini. Wakamnung'unikia sana yule mwanamke. Yesu akasema, mwacheni, mbona mnamtaabisha? Amenitendea kazi njema. Maana siku zote mnao maskini pamoja nanyi, kila mpendapo mwaweza kuwatendea mema, lakini mimi hamnami siku zote. Ametenda alivyoweza, ametangulia kuupaka mwili wangu marhamu kwa ajili ya maziko. Amin nawaambia, kila ihubiriwapo Injili katika ulimwengu wote, na hili alilotenda huyu litatajwa kwa kumbukumbu lake. Yuda Iskarioti, yule mmoja katika wale thenashara, akaenda zake kwa wakuu na wa makuhani apate kumsaliti kwao. Nao waliposikia walifurahi, wakaahidi kumpa fedha. Akatafuta njia ya kumsaliti wakati wa kufaa. Okay, thank you. Now, we see in these verses, there are two stories. Na tunaona katika hizi mistari kuna hadithi mbili. First of all, we have the story of one of Jesus' disciples, Judas Iscariot, who is betraying him and selling information to the Judean leaders of how to capture and kill Jesus. Na ya kwanza tuko na ile hadithi ya mojawapo wa wale wanafunzi wa Yesu Kristo ambaye alikuwa Yuda Iskariote, ambaye alikuwa anamsaliti Yesu, na alikuwa anaweza kuuza maneno kumhusu kwa wale wakuu wa Yuda. We have a second story of Mary, who is the sister of Martha and Lazarus, who is at Simon the leper's house, and she is preparing Jesus' body for burial. Na tuko na hadithi ya pili ya kumhusu yule Maria ambaye alikuwa katika jumba la yule Simoni, ambaye alikuwa anataka kuweza kutayarisha ule mwili wa Yesu Kristo kwa kuweza kuzikwa. All the way to the end of Jesus's life, we have people that are worshiping him and honoring him, and those who are trying to kill him. Na katika hii maisha yake ya Yesu Kristo hadi pale ambapo alikuwa anaenda kukufa, kulikuwa na watu ambao walikuwa wanamsaliti na kuna wale ambao walikuwa wanataka kumuua. So in 1 and 2, the Judean leaders are plotting to kill Jesus and luring Judas Iscariot to help them.
Na ukiona katika mstari wa kwanza na wa pili, wale wakuu wa Yuda wanajaribu kumuua, wako na njama ya kumuua Yesu Kristo, na walikuwa wanaweza kumtumia Yuda Iskarioti kuweza kuwasaidia kumuua. Now, in 14:3 through 9, we have Mary anointing Jesus' body for burial. And remember, this is out of sequence. This happened back on Sunday of this week, not the same time that the Judean leaders are plotting to kill Jesus. Na katika mstari wa 14 hadi 14 hadi 14 tuko na wale wakuu wale Maria ambaye alikuwa anajaribu anampaka Yesu mafuta ndiposa aweze amuue, na hii ilikuwa ni kitu ambayo haikufanyika vile ambavyo Marko alikuwa anataja, ilifanyika kabla. Mark does this, includes this story in the middle, because he wants to contrast the soft heart of Mary, who has heard and heeded what Jesus said about going to the cross to die, being buried, and then resurrecting. Na Marko vile ambavyo alisikia hivi, aliongeza kwa sababu alikuwa anataka kuonyesha vile ambavyo hiyo inahusiana na ile historia ya vile ambavyo Yesu aliweza kukufa na akazikwa. Now remember, Jesus has continually told his disciples that he must go to the cross, suffer, die, resurrect, and they do not hear that because they believe he's going to be the victorious Messiah. Na ukikumbuka Yesu alikuwa amemwambia hao wanafunzi wake mara kwa mara lazima ataweza kukufa, lazima ataweza kuteseka, lazima vitu vingi, mateso lazima avipitie, lakini wale wanafunzi wake walikuwa wamekataa kuamini. Now, Mary did not understand the impact of Jesus' death, but she did understand that he was going to die. She understood that. Na Mariamu hakuwa ameweza kuelewa ile vile ambavyo Yesu kukufa itaweza kuwabadilishia maisha, lakini alikuwa anajua kuwa Yesu lazima atakufa. By anointing his body with oil, this was something that you would do preparing a body for burial when they die. Na kwa kumpaka mafuta, hii ni kitu ambayo watu walikuwa wanafanya pale ambapo mtu alikuwa anaenda kukufa, na walikuwa wanapaka mafuta mwili yake ndiposa waweze kuiweka ikae vizuri. Jesus predicted that the woman's faith would be honored forever because of this, and we're seeing it, what Jesus predicted, happen today. As we read about it, she is being honored. Na Yesu alikuwa ameweza kusema kuwa huyu mwanamke vile ambavyo amefanya ataweza jina yake itaweza kusifiwa hadi siku za mwisho, na sisi tunaiweza kuiona hata leo vile ambavyo tunamuongelea, tunaweza kumsifu. Who is not being honored is Judas Iscariot, who betrayed Jesus as a disciple of his, and that led to him committing suicide. Na yule ambaye watu wampatii sifa ni Judas Iscariot, ambaye aliweza kumsaliti Yesu Kristo na akaweza kumpa kwa wale wakuu wa Wayahudi, na sasa hadi akamfanya akasikia vibaya hadi akajiua. We have seen that Judas was at least partly motivated by money, as they promised to pay him 30 pieces of silver for his information. Na tunaona kuwa Yuda alikuwa hiyo kuweza kumsaliti Yesu Kristo ilikuwa ameweza kufuata pesa, na tunaona kuwa walikuwa wameweza kusema watamlipa fedha. Judas had also shown his love for money when he rebuked Mary for pouring the perfume that was worth 300 denarii, and he was a thief. He was in charge of the purse strings for the disciples and Jesus, and so he would have stolen the money. Na Mariamu tunaweza ona kuwa Yuda ni vile ambavyo alikuwa pesa ilikuwa inampa motisha, kwa sababu naona aliona vile ambavyo Mariamu alikuwa anatumia hiyo mafuta, na alikuwa anasema mafuta ni ile mafuta ambayo ni ya pesa, na alikuwa anaona ni kama wanaweza chukua hiyo mafuta waiuze wapate pesa. Now, after Judas agreed to betray Jesus in these verses,
he will plan the execution, needed to plan the execution later in 1427. Na baada ya Yuda kwanza kumsaliti Yesu Kristo, vile ambavyo alikuwa amepanga hiyo njama, alikuwa sasa anaenda kupanga vile ambavyo wataweza kumuua. Now remember, I said last week that this was a chiasm, and Mark is trying to use this chiasm of 14:1 through 11 to show that the disciples still had hardened hearts. They rebuked Mary for her ungodly act, what they said was an ungodly act, of pouring this expensive pure perfume on Jesus because she knew he was going to die. Na ukikumbuka hawa wanafunzi walikuwa waliweza kumkashifu Mariamu kwa sababu walikuwa wanasema kuwa kitu ambacho walikuwa wamefanya ni kitu cha si cha kimungu. Sasa walikuwa wanasema wanaweza kumkashifu. So let's look at this chiasm again. On the A and A prime, the outside, is we have the Judean leaders plotting to kill Jesus and the Judean leaders paying Judas to betray Jesus. Na tukiangalia hapa a ya chini, tunaona kuwa kuna wale wa Yuda ambao walikuwa wanataka kumuua Yesu Kristo na kuna wale walikuwa wanataka kummaliza. On the B and B prime, we have Mary recognizes Jesus is going to die, and then Jesus recognizing Mary for her faith, listening to what he has to say, and the service of actually doing something about it. Na kwa Barnaba, naona kwa Mariamu aliweza kuweza kumtambua Yesu Kristo kwa ile nguvu yake. Na tunaona kuwa Yesu aliweza kumtambua Mariamu kwa vile ambavyo alikuwa anaelewa kuwa anaenda kukufa. This is one of many places where Mark will show it's not the position that you hold, because the disciples are holding a more important position than Mary, but what you hear and heed and do about it. He is magnifying Mary and rebuking his disciples. Na hapa alikuwa anaenda kuonyesha kuwa si vile ambavyo una nini vile vitu ambavyo unaweza kusikia, hizo ndizo, si lazima tukuwe na mamlaka ya juu kama vile wale wanafunzi walikuwa na mamlaka ya juu, lakini walikuwa wanaweza kuelewa nini inaenda kufanyika. Mariamu alikuwa anaweza kuelewa Kristo. This is an important lesson for all of us. Sometimes we think, well, I'm not a pastor of a church, or I'm not in a high position at a church. I'm not going to be held accountable. But Jesus is going to reward or rebuke everyone for how we proclaim the coming kingdom of God and Jesus' death and resurrection. Ini kama nini ya kila mtu, kila mmoja wetu, si ati vile ambavyo tunatembea na vitu ambavyo tunafanya. Ni Yesu anatuangalia kila mtu na anatuona vile ambavyo sisi tunaweza kuelewa neno lake. Now, remember, the central point of a chiasm is the main point, and Mark's main point is these disciples who have heard 3 times that Jesus is going to go to Jerusalem, suffer, be crucified, be buried, and resurrect. They are rebuking Mary for doing an act that shows that this is going to happen. Na kitu ambayo tunaona ni kuwa hawa wanafunzi ambao wameweza kusikia mara nyingi kuwa Yesu anaenda kwa nini, anaenda kukufa na ataenda kufufuka, walikuwa na mkashifu Mariamu kwa kuwa yeye alikuwa ameweza kuelewa ile neno la Kristo, hata kama Yesu alikuwa amemwambia mara kadhaa na kadhaa. So Mark's point is the Judean leaders don't get it, his disciples don't get it, but Mary, who's really a nobody, she's just a friend of Jesus who listened and learned at his feet, she gets it. Na Marko alikuwa anasema kuwa ile alikuwa anajaribu kuonyesha kuwa wale wakuu wa Wayahudi walikuwa wamepata, wanafunzi wa Yesu Kristo wenyewe walikuwa wamepata, lakini wale huyu Mariamu ambaye alikuwa tu rafiki ya Yesu, ambaye alikuwa ameweza kukaa chini na akaweza kumsikia, ameweza kuelewa. Now we are going to see that Jesus is going to establish
the Lord's Supper at Passover. Na sasa tunaenda kuona kwa Yesu ataweza kuenda kuanzisha ile chajio cha Bwana Now, huko. this is important to know and understand. This is the first time that Jesus has introduced to anyone in the world the Lord's Supper, that is, communion that we celebrate today. Na hii ni muhimu kuijua na kuweza kuielewa. Hii ni mara ya kwanza Yesu ameweza kuweza kuanzisha ile nini ya Kristo, ile chajio cha Bwana. Every time they have shared this meal previously, it is for Passover, not for communion. Jesus has never introduced communion until this time. Na kila mahali ambapo walikuwa wameweza kukula pamoja ilikuwa Pasaka ama siku za waweza kuvunja mkate, lakini hadi saa hii Yesu hajaifanya kama chajio cha Bwana. That means in John chapter 6, in fact, let's turn to that. John chapter 6. And we're going to look at let me look at let's read chapter 6, verses 52 through 58. John chapter 6. Yohana mlango wa 6 mstari wa 52 hadi 58, na inasema, basi Wayahudi walishindana nao wao kwa wao, akisema, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tuule? Basi Yesu akawaambia, amin amin nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aulai mwili wangu na kuikunywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulai mwili wangu na kuikunywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake, kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Lakini ndicho chakula kishakuwa kutoka mbinguni, si kama Baba walivyokula wakafa, bali akilai chakula hicho ataishi milele. Now, some denominations take these verses and say Jesus is talking about communion, but when he told them about this, it was a year previously to what we're talking today, so that wouldn't have been about communion, it's about the Passover meal. Na watu wengi ambao wako ni Wakristo lakini ni vipingo vingine wanasemanga kuwa Yesu Kristo anasema kuwa watu wanafaa wakule hii, wanaichukua ni kama Yesu alikuwa anasema kukula hii kama mkiwa pamoja, lakini ukiangalia hapa Yesu alikuwa anasema chakula cha Pasaka. Jesus was telling them that he is the Passover lamb, and if they accept him as the Passover lamb, that they would have life in them. If they reject him as the Passover lamb or the Messiah, they will not have life in them. Na Yesu alikuwa anamwambia yeye alikuwa kondoo like dhabihu, na alikuwa anasema mkimkubali yeye ndiye ataweza kuwasaidia kama yule dhabihu, lakini mkimkataa naye pia nyinyi mtaweza kuteseka. Many of the problems that we have in churches and some denominations is they take a text out of context and make it for something that they have in their church regulations instead of what the Bible says. Na kitu ambacho tunaona mara kwa mara ni watu wanachukuanga hiyo neno alafu wanaiweka hawaiweki vizuri, wanaiweka wanaichukua wanaibadilisha. Jesus is using the metaphor of him as the Passover lamb in John chapter 6
as whoever believes in him. The metaphor is eat his body, drink his blood is a metaphor for believing in his promises of eternal life for anyone who believes him for it. Na Yesu alikuwa anatumia hiyo neno kama yule ambaye ataweza kumwamini. Hakuwa anasema ni kama chakula, lakini alikuwa anasema yeye ndiye dhabihu iliyo hai, na yule ambaye atamwamini ataweza kupona. But now today in chapter 14 verses 12 through 20, we're going to see that he is going to say, as the Passover lamb, we can continue to take communion, that is the bread as a symbol of his body and the wine as a symbol of his blood, to remember what he has done for us. Na sasa tunaenda kuona katika hii Marko kuwa atakuwa anasema kuwa tuweze kuchukua hiyo mkate kama ikiashiria mwili wake, na hiyo mvinyo kama inaashiria damu yake, na tunachukua tukiweza kumkumbuka. And he is establishing what every believer should do, is that we are a community, and the community is brought together by one common theme, and that is we believe Jesus is the Messiah who gives us eternal life and will allow us to live in his eternal kingdom forever. Na unaona hapa anachukua kama watu ambao wanaishi kwa nini wengi, na anasema kuwa tukiweza kumwamini tukiwa wote, tuweze kuamini kwa Yesu Kristo ndiye Bwana ambaye atatupatia uzima wa milele, tutaweza kuishi vizuri. So when we take communion, we're not taking communion because some are males and some are females, some are white, some are black, some are from the U.S., some are from Africa. We are all united, not in any of those things, but we are united in that we, by faith in Jesus Christ, will live in his kingdom together, so we are brothers and sisters of the coming kingdom. Na ukiangalia sasa vile ambavyo tunachukua hiyo chakula, tunaichukua si kwa sababu ati kuna wenye ambao ni wametoka huko Marekani, kuna wenye ambao wametoka Afrika, kuna ambao wametoka sehemu mbalimbali. Tunaichukua ndiposa tuweze kukumbuka ile nini ambayo Kristo aliweza kutufanyia. So as a community, we are looking backward at what Christ has done for us. That is, he died for our sins and gives us eternal life through his resurrection. Kama watu katika jamaa, tunaangalia nyuma kwa vitu ambavyo Kristo ameweza kutufanyia, na ni kuwa aliweza kukufa ndiposa sisi tuweze kuishi. And we look forward in that his promise that we'll live in his kingdom forever and we will have communion with him in the coming kingdom. We look forward to that. Na tunaangalia mbele pale ambapo tunajua ile ahadi yake ya kuwa tutaishi naye milele. Tunaangalia mbele tukiona kuwa tutaweza kuishi hivyo. Okay, so let's read Mark chapter 14 verses 12 through 16. Marko mlango wa 14 mstari wa 12 hadi wa 16, na inasema, hata siku ya kwanza ya mikate isiyochachwa walipoichinja Pasaka, wanafunzi wake wakamwambia, ni wapi utakapo tuende tukuandalie uile Pasaka? Akatuma wawili katika wanafunzi wake, akawaambia, nendeni zenyu mjini, atakutana nanyi mwanamume amechukua mtungi wa maji, mfuateni, na popote atakapoingia mwambie mwenye nyumba, mwalimu asema, kiwapi chumba cha wageni ni ile Pasaka humo pamoja na wanafunzi wangu. Naye mwenyewe atawaonyesha orofa kubwa, imeandikwa tayari humo, tuandalieni. Wanafunzi wakatoka wakaenda mjini, wakaona kama alivyowaambia, wakaiandaa Pasaka. Okay, so first of all,
As with the donkey colt that Jesus had told them to go get before, Jesus is now instructing his disciples to find a man carrying a water pitcher. Na vile ambavyo kama mara ya kwanza vile ambavyo Yesu alikuwa ameweza kuwapa ameweza kuambia waweze kuenda kuangalia kitu ingine. Yesu sasa alikuwa anaweza kuambia waweze kuenda kuangalia yule mwanamume ambaye alikuwa na mtungi. Then he tells them to follow the man to the house and ask for its master, for the guest of the house where Jesus will eat the Passover meal with his disciples. Na wakamwambia aweze kufuata huyo mwanamume ambaye alikuwa na mtungi na aweze kumfuata hadi pale katika chumbani, na wataweza kupata mkuu wa chumba, na hapo ndipo wataweza kuuliza Bwana atakula wapi chakula na wanafunzi wake. Notice that Jesus doesn't just say, hey, here's the address of where I want you to go, and go sit down with this man who owns this house and ask him if we can use his upper room for our Passover dinner. Na watu ukiangalia Yesu alikuwa anasema kuwa enda ukae chini uweze kukaa na huyu mtu umuulize kwa bila kama tutaweza tumia nini yake katika kukula chakula cha jioni. Hakuwaambia mwende mchukue tu hakuwapatia pahali ambapo walikuwa nafaa waweze kuenda. Instead, he's trying to communicate with his disciples that he is in complete control and he knows everything that is happening. Alikuwa anajaribu kuweza kuwaeleza wanafunzi wake ya kuwa yeye alikuwa anaweza kujua kila kitu na anajua kila kitu ambacho kinafanyika. So he goes through this process of find a man carrying a pitcher, follow him to the house, and then ask the master of the house if he is ready for us to prepare the Passover meal with his disciples. Sasa alikuwa anaweza kupitia hiyo njia refu ya kuweza kuambia waweze kwenda kutafuta mwanamume ambaye alikuwa na mtungi, waweze kumfuata, waweze kuuliza hiyo mkuu wa chumba ni pale ambapo Yesu anaweza kula na wanafunzi wake. Notice in verse 16, Mark says his disciples went out, they went into the city and found it just as Jesus had told them. That is, everything that Jesus said happened. Na ukiangalia katika mstari wa 16 wanasema kuwa waliweza kuenda na wakaweza kumuuliza na wakaweza kupata vile ambavyo Yesu alikuwa tu amesema itafanyika. Now, why is that important to you and I? Kwa nini hiyo ni muhimu kwangu na kwako? Because Jesus promises us things in the future, just like he told them here, that we'll live in his kingdom forever and we can rule with him if we'll be faithful disciples now, and so we can trust in his promises. Kwa sababu Yesu alikuwa anaweza kuambia kuwa yeye alikuwa anawaahidi wanafunzi wake ya kuwa wataweza kukaa na yeye milele na wataweza kuwa viongozi na yeye wakiweza kufuata kila kitu ambacho anasema wafanye sahihi. And one day when we're sitting in the coming kingdom with Jesus, we're going to say everything that he promised us that would happen, it happened, and we can trust in his word. Na siku moja ambayo tutaweza kukaa na Yesu katika hiyo ufalme wake, tutaweza kukaa na tuseme kila kitu ambacho alikuwa ameweza kutuambia kitafanyika kimefanyika. Now Jesus is going to celebrate this Passover with his disciples. Sasa Yesu anaenda kusherekea ile Pasaka yake na wanafunzi wake. Let's read Mark 14:17 through 21, please. Marko mlango wa 14 mstari wa 17 hadi 21 inasema, basi ilipokuwa jioni yuaja pamoja na wale thenashara, nao walipokuwa wameketi chakulani wakila, Yesu alisema, amin nawaambia, mmoja wenu naye anakula pamoja nami atanisaliti. Wakaanza kuhuzunika wakimwambia mmoja, je, ni mimi? Akawaambia, ni mmoja wa hao thenashara ambaye achovyo pamoja nami katika kombe. Maana mwana wa Adamu aende zake kama alivyoandikiwa, lakini ole wake mtu yule ambaye amsaliti mwana wa Adamu. Ingekuwa heri kwake mtu yule kama asingalizaliwa.
Now, notice here that the first thing Jesus does when they sat down and ate is he tells them that one of them that are in the upper room, and there are 12 in the upper room with him, are going to betray him. Ukiangalia kitu cha kwanza ambayo Yesu anaweza kuambia wale wanafunzi wake vile ambavyo wamekaa katika ile chumba la juu, anawaambia mmoja wenyu ambaye ako hapa ndani ya hii chumba ataweza kunisaliti. Na ukiona walikuwa wote 12 hapo huko katika ile chumba. Now, all of the disciples became sorrowful because they were afraid that it would be them. Remember, Peter said, Never will I betray you or deny you. And he's going to deny Jesus 3 times in just over this very night. Na ukiona Yesu alikuwa amesema watu walikuwa vile ambavyo walisikia hivi wakasikia ugumu kwa moyo wao, kwa sababu hawakuwa wanaona ni kama wanaweza kumsaliti Yesu Kristo, lakini akawaambia kuna mmoja ambaye ataweza kuwasaliti. So you might wonder, why are the disciples asking, is it I? Because 11 of them are believers that they believe Jesus for eternal life. They know he's the Messiah. Only Judas Iscariot has not. Na kwa nini wale wanafunzi wanauliza Yesu, ni mimi? Kwa sababu wote 11 walikuwa waumini wa Yesu Kristo. Walikuwa naamini Yesu Kristo alikuwa yule Kristo, lakini Yuda hakuwa anaamini. Because they knew if they were tortured by the Romans, who could be very, very evil torturers, they might, because even though they believed differently, just to discontinue the torture, might claim whatever Jesus says and betray Jesus. Na walikuwa wanajua kuwa wakiendelea kuumizwa wangeweza kumsaliti, wangeweza kumsaliti Yesu Kristo, kwa sababu Yesu alikuwa ameweza kuambia kuwa wataumizwa. None of them thought that someone would betray Jesus for an amount of money. They thought that they would be tortured to death and then betray Jesus. Na hakuna mmoja wao alikuwa anafikiria kuwa kuna mtu anaweza kumsaliti Yesu Kristo kwa. Jesus said that it would be better for this disciple who's going to betray him to have never been born because of what he is going to do in this universe. Na Yesu Kristo akasema ni rahisi kwa huyu mwanafunzi angekuwa ameweza kuuliwa, kwa sababu anajua vitu ambazo zingefanyikia bila ambavyo angemsaliti Yesu Kristo. What's our takeaway as the reader of this book? It's that Jesus is telling them, I know everything that's going to happen in the future. Don't be afraid. You're on the right side. You believe this. Na sisi tunaweza kuchukua nini kutoka kwa hii? Ni kuwa Yesu anawaambia kuwa najua kitu ambacho kitakufanyikia katika siku za usoni. Now let's read 14:22 through 26, please. Marko mlango wa 14 mstari wa 22 hadi 26, na inasema, nao walipokuwa wakila, alitwaa mkate akabariki, akaumega, akawapa, akasema, twaeni, huu ndio mwili wangu. Akatoa kikombe, akashukuru, akawapa, wakanywea wote. Akawaambia, hii ndio damu yangu agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi. Amini nawaambia ninyi, sitakunywa tena kabisa uzao wa mzabibu hata siku ile nitakapokunywa upya katika ufalme wa Mungu. Nao walipokwisha kuimba, walitoka kwenda mlima wa Mizeituni. Okay, so Jesus blesses the bread, he breaks it, and he gives it to them to eat as a symbol of his body. Na Yesu anaweza kuchukua huo mkate, anaweza kubariki, na anaweza kuwapa kama ishara ya mwili wake. Then he took the cup, gave thanks, and told them to drink it, remembering his body was shed for the life of many. Alafu akachukua hiyo kikombe, akaweza kuichukua na akaweza kuivunja, akikumbuka mwili wake uliweza kuumizwa kwa kuweza kusaidia watu wengi.
Now, in verse 25, Jesus passes this cup of suffering to his disciples to drink. Na katika mstari wa 25 Yesu akaweza kuchukua huo kikombe chake na akaweza kuwapatia wale wanafunzi wake. Now they all drank from it, and Jesus said to them, "This is my blood of the new covenant, which I have shed for many. Assuredly, I will say to you, no longer will you drink the fruit of the vine until the day when I return to initiate the kingdom of God." Na Yesu akawaambia, akatoa kikombe, akashukuru, akawapa, wakinywa wote, akawaambia, hii ndio damu yangu agano imwagikayo kwa ajili ya wengi. Amin, nawaambia ninyi, sitakunywa tena kabisa uzao wa mzabibu hata siku ile nitakapokunywa mpya katika ufalme wa Mungu. Jesus gave new meaning to Passover. That is, before they had always thought about the sacrificial lamb that God offered that was put up so that they might actually have their sins forgiven. Na hapa Yesu alikuwa anaweza kuonyesha kuwa mara ya kwanza walikuwa wakifikiria Pasaka wanafikiria tu ile kondoo ambayo iliweza kupatiwa kwa Yesu, lakini sasa hapa wanaweza kufikiria vitu vingine. Remember, they celebrated Passover because when God had brought the angel of death in Egypt to come over and kill the firstborn of every family on this earth, anyone who put the blood of the lamb around their doorpost was spared from the curse. Ukumbuke walikuwa wanaweza kuweza kusherekea Pasaka kwa sababu hiyo zile siku za Misri wale watu ambao walikuwa wameweza kuchukua damu na wakaiweza kuweka nje ya mlango yao waliweza yule malaika wa kifo aliweza kupita bila kuwaumizia watoto wao. So Jesus uses the cup and baptism, two different events, as illustrations for his disciples to identify with the suffering Messiah. Yesu aliweza kutumia kikombe na mteseka kuweza kuashiria kitu kingine ya wale wanafunzi wake waliweza kusaidika ama kuokolewa na damu yake. Now Jesus is going to tell them about what's going to happen in the future, and Peter is going to say, that's not going to happen. Remember, he's talking to the Son of God, and he's calling the Son of God basically a liar. Na Yesu anaenda kuambia vitu ambavyo vinaenda kufanyika, na unaona kuwa Yuda anasema hakuna kitu ambacho kitafanyika. Na ukikumbuka alikuwa anamuongelesha mwana wa Mungu na alikuwa anamuita kama anamuongelesha ni kama ni muongo. Let's read Mark 14 chapter 14 verses 26 through 31, please. Marko mlango wa 14 mstari wa 26 hadi 31, na inasema, nao walipokwisha kuimba walitoka kwenda mlima wa Mizeituni. Yesu akawaambia, mtakuguazwa ninyi nyote kwa ajili yangu usiku huu, kwa kuwa imeandikwa, nitampiga mchungaji wa kondoo watatawanyika. Lakini baada ya kufufuka kwake nitawatangulia kwenda Galilaya. Petro akamwambia, hata wajapokuguaza wote, lakini sio mimi. Yesu akamwambia, amin nakwambia, leo siku huu kabla ya kuwika jogoo mara 2 utanikana mara 3. Naye akazidi kusema, ijaponipasa kufa nawe, hata hivyo sitakukana kamwe. Na wote wakasema vile vile. First of all, Jesus tells his disciples that the prophecy from Zechariah 13:7, that when the shepherd is struck, the sheep will stumble. That is, he is saying they are going to stumble on this event when Jesus gets arrested. Ya kwanza ni Yesu alikuwa anawaambia kuhusu ile nini ya zile siku za kitambo, ya kuwa vile ambavyo yule mchungaji ataweza kushikwa, hao wengine wataweza kutawanyika, na alikuwa anawaambia yeye akiweza kushikwa hao wote wataweza kutawanyika. Instead of Jesus' disciples
following Jesus when he gets arrested, they're going to flee, which will fulfill prophecy saying that that's what the Lord will do. Na badala ya hao kuweza kukaa na yeye bila ambavyo watashikwa, wataweza kumtoroka, na hiyo ndio hiyo nabii aliweza kusema. So while Jesus is talking to his 11 believing disciples, remember Judas Iscariot has already left, he is telling them that they are going to stumble, and they're going, no, the one that'll stumble has already left. We're not going to stumble. Na vile ambavyo Yesu alikuwa anaongelesha wale wanafunzi wake ambao walikuwa wanaamini, wale ambao walikuwa wamebaki wanaamini, alikuwa anawaambia wanaweza kutawanyika, na walikuwa anawaambia hawatatawanyika. Then Jesus says he's actually going to be crucified. This is the third time that he says this, and that when he is crucified, the disciples are going to scatter to other places. Alafu Yesu anasema kuwa ataweza kusulubishwa, na vile ambavyo atasulubishwa, wale wanafunzi wake wataweza kutawanyika waweze kuenda sehemu mbalimbali. Now, Peter in verse 29 is going to deny both parts of Jesus' prophecy. Na Petro katika mstari wa 39 ataweza kuenda kukana zile nini za Yesu Kristo. First of all, Jesus says that he's going to be crucified, that is, killed by the Roman government, but 3 days later he's going to rise from the dead. Na ya kwanza ni Yesu anasema kuwa ataweza kusulubishwa vile ambavyo ilikuwa inasema, lakini siku 3 baadaye ataweza kufufuka. Peter would now deny both parts of Jesus' prophecy. Na sasa Petro ataweza kukataa hizo sehemu zote mbili za hiyo tabiri ya Yesu Kristo. Peter assured Jesus that he would not deny him once, let alone 3 times. Na Petro akaweza kumwambia Yesu Kristo kuwa ataweza kumnini mara moja, lakini Yesu akamwambia ataweza kumsaliti si mara moja tu, lakini mara 3. Peter would then double down by telling Jesus that he would not deny Jesus even if he had to die for him. Na Petro ataweza kuendelea kusisitiza kuwa hawezi kumkana Yesu hata kama watakuwa wanataka kumuua. Now Jesus is going to pray in Gethsemane. He's going to leave the upper room and pray for the cup. Na sasa Yesu anaenda kuomba huko Gethsemane, ataenda kutoka kwa ile nyumba ya juu na aweze kuenda kuomba. Let's read verses 32 through 36, please. Aya, Marko mlango wa 14 mstari wa 32 hadi 36, na inasema 32 to 36. 32 to 36. Mlango wa 32 hadi 36, na inasema kisha wakaja mpaka bustani iitwayo Getsemani, akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa muda niombapo. Akamtoa Petro na Yakobo na Yohana pamoja naye, akaanza kufadhaika sana na kuhangaika. Akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa, kaeni hapa mkeshe. Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifudifudi, akiomba ya kuwa ikiwezekana saa hiyo imemwepuka. Akasema, Baba, yote yawezekana kwako, uniondolee kikombe hiki, walakini si kama nitakavyo mimi, bali utakavyo wewe. Okay, so the first thing we see here is 3 times Peter, James, and John are going to disobey Jesus. Kitu ya kwanza ambayo tunaona hapa ni kuwa mara 3 Petro, Yohana na Yusufu wanaenda kumkana Yesu. Jesus is telling them, you're my inner circle of disciples. I'm taking you out just like he did on the Mount of Transfiguration. And he took them to this place and said, I want you to pray for me while we are waiting. Na Yesu akaweza kuwachukua akaweza kuwapeleka huko juu, akiwaambia hao ndio wandani wake, na alikuwa anataka waweze vile ambavyo aliwapeleka, wakaona vile ambavyo Yesu aliweza kutukuzwa katika ile mlima mwingine, alikuwa anataka kuwachukua ndipo waweze kumwombea. So their task is to stay here and watch for his return.
na kitu ambacho alikuwa anauliza ni waweze kukaa hapo na waweze kuwa waangalifu hadi hadi vile ambavyo atarudi. Now, in verse 35, we see that Jesus leaves for the first time. He leaves them and he Na prays, tunaona and the hour might come to pass from him. na katika mstari wa 35 tunaona kuwa Yesu anaweza kuwaacha mara ya kwanza. Now, many people wrongly say that Jesus is asking that God not make him go to the cross. He's saying, take this cup from me. I don't want it anymore. Stop it. Na watu wengi wanasemanga kuwa Yesu alikuwa anauliza Mungu kama wanaweza enda katika nini, anasema ati kuchukua hii nini kutoka kwangu. But that can't be the correct interpretation. Why? Because Jesus can never lie, and he's already told his disciples and the Jewish leadership that he's going to the cross to die. If he dies by any other means, even eating chicken, he is broken the trust with all the people. So since he tells the truth all the time, this must be another truth. Na watu wanasemanga kuwa Yesu alikuwa hakuwa anataka kuweza kukufa, lakini ilikuwa uongo, kwa sababu Yesu hakudanganya, na alikuwa amewaambia wale watu mara mingi kuwa yeye anaenda kukufa, na ilikuwa akikufa kwa njia nyingine yoyote hakukuwa sawa, lakini So if he akikufa bila ambavyo alikuwa anapanga kukufa. So if he's not Bila ambavyo alikuwa asking, anapanga. if he's not asking for God to take the cup away from him of suffering that he said he must do, that is, go to the cross, what is he asking for? Kama haulizi Yesu achukue hiyo nini kikombe kutoka kwake, alikuwa anauliza nini? What he is asking is, let's get this over with quickly so I can come back to your right seat and sit at your right hand. I miss living with you in the coming kingdom. Na kitu ambacho alikuwa anauliza ni kuwa asichukue hiyo nini kwake, ataweza kumnini mara ya mwisho. Then we see that Mark recorded Jesus praying in solitude for a third time in the book. Na tunaweza kuona kuwa Marko alikuwa ameweza kusema Yesu alikuwa anaomba na kama amenyamaza hizo siku zingine. Here, Jesus affirmed his commitment to the Father's will with this parallelism. Na hapa Yesu aliweza kuonyesha ile kuweza kukaa ndani ya nia ya Mungu kwa kuweza kusema hivyo. It's an AB sign. Na ni aba ni ishara ya aba. If it's possible, and then notice the cup of suffering might be taken from you. Na alikuwa anasema kama inawezekana ile kikombe cha mateso kinaweza kuwekwa kwake. With the Father, all things are possible. Na ndani ya Mungu kila kitu kinawezekana. Okay, so now let's read 14:37 through 42. Marko mlango wa 14 mstari wa 37 hadi 14:37 through 42. mlango wa mstari wa 37 hadi 42, na inasema, akaja akawakuta wamelala usingizi, akamwambia Petro, je, Simoni umelala? Hukuweza kukesha saa moja? Kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho ii radhi, ila mwili ni dhaifu. Akaenda zake tena akaomba akisema neno lilo hilo. Akaja tena akawakuta wamelala, maana macho yao yamekuwa mazito, wala hawakujua la kumjibu. Akaja mara ya tatu akawaambia, laleni sasa mpumzike, yatosha, saa imekuja. Tazama, mwana wa Adamu anaitwa mikononi mwao wenye dhambi. Ondokeni, twendeni zetu, tazama yule anayenisaliti amekaribia. Okay, after praying, Jesus returned to them, and they were sleeping. They're not watching. So they were commanded to watch and commanded to pray, but instead they're sleeping.
Na ukiangalia hapo Yesu alikuwa ameweza kuwarudia, lakini walikuwa wamelala, hawakuwa Yesu alikuwa ameweza kuwa amri waweze kukuwa waangalifu, lakini hao walilala. Jesus reminded Peter to watch and pray lest they fall into evil hands. Na Yesu aliweza kumkumbusha Petro kuwa waweze kuwa waangalifu na waweze kuomba, ndiposa wasiweze kuanguka katika dhambi. Okay, now there are two very important points we need to understand. Na kuna vitu mbili ambavyo tunahitaji kuweza kuelewa. Point one, watching and praying guards one from falling into temptation. Ya kwanza ni kuweza kuangalia na kuomba, inaweza kutuweza kutuweka mbali na dhambi. Falling into temptation is to do one's own will, not the will of the Father. Na kuanguka katika dhambi ni kufanya ile nia yetu na si nia ya Mungu. So Jesus is saying, I am going to go and pray to the Father 3 times because I know how serious this night's going to be, and I am going to be tempted to cave and go ahead and follow the other people. Na Yesu anasema kwa anaweza kuenda kuomba mara 6 na anaweza atakuwa mwangalifu hadi na asifuate vitu ambavyo hawa watu wengine wanasema. But if we're willing to watch and pray like the disciples should have, we won't fall into temptation doing our own will. We'll be doing the Father's will. Na tukiwa tunaweza kuomba na tuweze kuwa waangalifu, tunaweza kuweza kufanya ile nia ya Mungu na si kufanya nia yetu. Notice that Peter's human spirit, not the Holy Spirit that's inside him, but his human spirit was willing, that is, committed to die for Jesus, but his flesh was weak in that he slept and couldn't even do what Jesus asked for an hour. Na ukiangalia Yesu ile nini yake ya kibinadamu ilikuwa dhaifu, na hakuwa anaweza kufanya vitu ambavyo vilikuwa ameamriwa na Baba, lakini ile roho yake ilikuwa na nguvu. Jesus again went to pray and then returned to find the same situation, the disciples still sleeping. Na Yesu tena akaweza kuenda kuomba, alafu akarudi akapata wale wanafunzi wake bado walikuwa wanaweza kulala. They are not watching and praying themselves up for what is coming because they don't understand it. Na hawako waangalifu na waombi kwa sababu hawako wanaweza kuelewa nini inaenda kufanyika. After finding the 3 sleeping for a 3rd time, Jesus told them the hour has come for the Son of Man to be betrayed by Judas into the hands of sinners, the Judean leadership. Na vile ambavyo alikuja akawapata wanalala mara ya 3, akawaambia muda umefika ambao yule mwana wa Adamu ataweza kusalitiwa na Yuda. Jesus told them that they should arise since his betrayer was at hand. Na Yesu akawaambia waweze kuamka kwa sababu yule mtu ambaye alikuwa anataka kuwasaliti alikuwa ameweza kukaribia. So Jesus realizes that what they need is repentance, turning back to God and coming and following Jesus, then doing their own thing. Na Yesu anaweza kuona kitu ambacho alikuwa anahitaji ni kuweza ile nini ya kuweza kurudi kwa Mungu. Let us pray. Tuombe. Father God, you ask us to pray, and no, you command us to pray. You command us to remain strong in you, and we will do well. Mungu Baba, unaweza kutuamuru tuweze kuomba. Unaweza kutuamuru tuweze kukua na nguvu ndani yako. Jesus is going to go to the cross, and he is going to suffer and die, where Peter and other disciples will cower and hide because they are not prepared, prayed up, and watching for the coming kingdom. Na Yesu ataweza kuenda kusalitiwa, lakini Yuda na wale wanafunzi wengine wataweza
walikuwa wanashangaa kwa sababu hawakukuwa wamejitayarisha kuweza kuomba na kuweza kukaa ndani ya Kristo. Although Jesus is speaking to his inner circle at this time, we should understand that we will have persecution and trials in this world, and if we are not watching and praying, we are going to fail like the disciples did. Na hata kama Yesu alikuwa anaweza kuongelesha wandani wake, tunafaa tuweze kuelewa ya kuwa tusipoomba na tusipokuwa waangalifu, waaminifu, tunaweza kuumia. Now remember, failing does not cost us our eternal life, but it does cost us rewardability in the coming kingdom and hearing, "Well done, good and faithful servant," when Jesus returns. Ukikumbuka kuweza kuanguka hakutatufanya tuweze kuumia, lakini kutaweza kufanya tuweze tutaambiwa tumefanya kazi njema. So my challenge to you is the same as Jesus. Look forward each day to his coming kingdom and pray that we will be alert, ready when he returns. Na kitu ambacho tunaweza kuambia ni mweze kuangalia, kuwa waangalifu mkifikiria kuhusu ile ufalme wa Mungu ambao unakuja, na tuweze kuendelea kuomba tukimngoja. Let us pray. Tuombe. Father God, we thank you for this powerful passage where we need to be alert and be ready for your return, because it could come at any time. Mungu Baba, tunakurudisha shukrani kwa hii neno ya kuwa tunafaa tuweze kukua waangalifu na tuweze kuomba hadi siku ambayo utarudi. And you like it, Lord, when we are faithful to you, so we want to be pleasing to you, and we pray that you would allow us to stay watchful and prayerful in your coming. Na tunaomba kuwa Mungu aweze kutufanya tuweze kukua ndani yako na tuweze kuendelea kuomba na tuweze kuwa waaminifu kwako, tuweze kuaminifu na kuona hadi siku ambayo utakuja. We pray this in Jesus' name. Amen. Na tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Thank you. God bless you, and we will see you next time. Asanteni sana, Mungu awabariki na tutawaona wiki ijayo.